Maandalizi ya mazishi iko sawa kabisa vile tulivyopanga, na mimi na kamati yangu ambayo tuko wabunge kama 10 hivi tumeweka kila jambo katika mpango nzuri. Kwanza kabisa wacha niseme ya kwamba kesho saa hizi tuko hapa kwa sababu ya kuangalia kwamba mili zote ziko sawa. Tulikuwa tunaongojea pathologist Johansen Odur na serikali na wachunguzi wapitie waone ya kwamba chanzo na ya kifo ilikuwa ni nini, na vile ulivyosema ya kwamba ilikuwa mapigo ya ndege na ajali vile ilivyotokea. Ya pili, kuanzia kesho asubuhi, kuanzia saa 2 asubuhi tutakuwa na requiem mass, na tutakuwa na requiem mass hapa AGC Karen, na tutakuwa na requiem mass kuanzia saa 2 mpaka saa 6. Leo mchana kule bungeni tuliweza kuwa na motion ya kuhairisha bunge. Unajua kwamba siku ya Jumatano kila wakati bunge huwa unaketi asubuhi na jioni, na leo tumeweza kuhairisha hiyo ili tuweze tuketi saa ya mchana, kwa sababu wabunge na wasimamizi wa bunge ukiongozwa na speaker na clerk na sisi wote kama Wakenya ambaye tunamwenzi Mheshimiwa Johanna Ng'eno na pia tunaomboleza kupoteza Wakenya 6, tunaenda pale kanisani kuomba na kuomboleza kifo yao. So kesho tutakuwa na hiyo requiem mass. Baada ya hiyo mili yote itarudi hapa katika makavazi ya Lee, na baadaye siku ya Alhamisi mili zote mili 5 ya Johanna Ng'eno na vijana wake ya kazi zitapelekwa moja kwa moja hadi kule Narok, Emurua Digiri Primary School. Inaweza fika kule karibu mwendo wa saa 4 vile tulivyopanga, kwa sababu Johanna Ng'eno alikuwa kiongozi ambaye alienziwa sana na Wakenya wote wa tabaka mbalimbali kutoka nchi yote ya Kenya. Tutakuwa na Wakenya kutoka sehemu mbali ya Rift Valley, kutoka sehemu ya Nairobi, kutoka sehemu ya mbalimbali. So tunataka kuona ya kwamba wataweza kuongea kuanzia Thursday, kuanzia mwendo wa saa 4 mpaka karibu saa 11 hivi. Siku hiyo, baada ya hiyo miili itapelekwa katika familia mbalimbali for overnight vigil. Baadaye itarudishwa Friday asubuhi kwa memorial, ambapo siku hiyo tutakuwa na memorial service ambapo viongozi wa taifa watakuweko. Rais mwenyewe ambaye alikuwa rafiki na karibu ya Mheshimiwa Ng'eno, Mheshimiwa Speaker ambaye ni kiongozi wa bunge, viongozi wote wa taifa watafika pale ili tuomboleze na pia kumpatia kwaheri, kwa vile yeye alikuwa mtu wa karibu sana na sisi wote wabunge wa kitaifa. Nataka niseme ya kwamba siku hiyo baada ya maombi au memorial service kila jamii itaweza kuchukua mili yao. Mheshimiwa Ng'eno ataenda kuzikwa pale nyumbani kwake. Muone ya kwamba kuna mji. Vijana wale wote wataenda kuzikwa na familia yao tofauti. Nataka nieleze Wakenya ya kwamba kwa sababu hii ilikuwa ajali mbaya zaidi, nataka tushukuru serikali na bunge kwa sababu imeweza kusaidia kwa mambo ya kugharamia mambo ya expenses, kuanzia mambo ya makabadhi hapa na pia kupeleka hizo mili mpaka kule nyumbani. So kila kitu iko tayari. Nataka niambie wananchi na watu wa Emurua Digiri ya kwamba sisi kama viongozi wa taifa na ambaye tumepatiwa jukumu hili ya kuona ya kwamba Mheshimiwa Ng'eno na wale wote ambao walihusika na ajali hii wanaweza kuzikwa au kupatiwa befitting send off ambaye sisi kama viongozi na taifa ambaye inastahili. So nataka niseme asante sana. Labda kabla ni kuruhusu ondoke, swali lingine ni kwamba kuna tetesi kwamba kuna yale mabaki ambayo ya ndege itakuwa nasafirishwa nje ya nchi kwa ajili ya kufanywa uchunguzi zaidi. Je, una habari yote kuhusiana na hilo? Na pili ni kwamba ni vipi unazungumzia wale viongozi ambao hapo awali ulikuwa umetaja kwamba wanaingiza siasa katika kifo hiki? Kwanza kabisa nataka niseme ya kwamba sio vizuri na sio desturi yetu kama ya Kiafrika kuchukua kifo kiholela. Nilishangaa sana, nilipata na ushangao ambapo aliyekuwa naibu wa rais, hata kama familia hawajaelezwa,
hata kama Wakenya wengine hawajajua. Akaweza kuongea katika mikutano ya kihadhara na akasema juu ya kifo ya mheshimiwa na wale wote. Hiyo ilikuwa pigo kwa familia, ilikuwa pigo kwa marafiki, ilikuwa pigo kwa nchi. Na katika sheria ya mtu akiwa na ajali au mtu akifariki, kuna namna ya kuweza kupaza hiyo information kwa familia. Yeye mwenyewe alitaka kuchukua hiyo shida ambaye nchi alipata, ajipatie umaarufu. Mimi mwenyewe ni kiongozi ambaye huwa ninashikilisha viongozi katika sehemu bonde la ufa. Mimi ni chairman wao. Na kila wakati mimi tangu 2013 niliingia bunge na Mheshimiwa Ng'eno. Mheshimiwa Ng'eno amekuwa mfuazi wa karibu wa rais katika mambo yetu yote, tukiwa Jubilee, tukiwa katika mambo ya UDA, tukiongea mambo ya siasa. Hata tukipatia wewe clips ya juzi, Mheshimiwa Ng'eno ameweza kufanya kazi nzuri. Lakini mheshimiwa aliyekuwa naibu wa rais kusimama mbele ya umati na kusema chenye alisema, hiyo ni unafiki, hiyo ni sio nzuri na inapasa kukemewa na kila Mkenya ambaye anastahili. Kuhusu swala la ndege kupelekwa nje? Ndege kupelekwa nje hiyo ni mambo ya maafisa wa serikali. Ni mambo ya experts, na experts wenyewe, na unajua aircraft investigators huwa hawezi kuacha kitu chochote for chance. So ni vizuri kama wanachukua kule nje ili wajue ni nini ilifanyika, na sio kitu kibaya. Na hata wakifanya humu katika nchi ya Kenya, it is okay. So mimi sina shida na hiyo hata kidogo. Asanteni sana. Asante sana Manzo, ni asante sana. Huyu amekuwa hiyo ni Meli, mheshimiwa Meli. Habari driver.